Usiku wa kuamkia Oktoba 4, anga ya mkoa wa Leningrad nchini Urusi iliwaka moto baada ya shambulizi la drone kuelekea moja ya viwanda vikubwa zaidi vya kusafirisha mafuta nchini humo, kiwanda cha Kirishi. Shambulizi hili lilisababisha mlipuko mkubwa ulioonekana umbali wa kilomita kadhaa, huku miali ya moto ikipanda juu na kuacha hofu miongoni mwa wakazi wa eneo hilo. Taarifa kutoka kwa maofisa wa serikali na vyombo vya habari vya ndani vinasema moto huo mkubwa baadaye ulidhibitiwa na kuzimwa, ingawa athari zake bado ziliendelea kuchunguzwa. Gavana wa mkoa wa Leningrad, Alexander Drondzhenko, alithibitisha kupitia ujumbe kwenye Telegram kwamba shambulizi hilo lilitokea usiku na kwamba vikosi vya ulinzi wa anga vilifanikiwa kuangusha droni 7 zilizoonekana juu ya anga ya Kirishi. Moto katika eneo la viwanda umezimwa. Hakuna majeruhi waliothibitishwa hadi sasa, aliandika gavana huyo, akiongeza kuwa uchunguzi wa kina umeanzishwa ili kubaini chanzo kamili na uhusiano wa shambulio hilo na matukio ya awali. Picha za video zilizochapishwa na Astra, kituo cha habari cha Urusi, zilionyesha mlipuko mkubwa ukifuatiwa na miali ya moto mikubwa ikipanda juu kutoka kwenye kiwanda hicho. Wakazi waliokuwa karibu na eneo hilo walisema walisikia milio ya milipuko kadhaa kabla ya kuona anga ikiwa imewaka moto kwa muda wa zaidi ya dakika 10. Mashahidi wengine walieleza kuwa kulikuwa na harufu kali ya mafuta iliyoenea katika maeneo jirani, ishara kwamba sehemu za mabomba ya mafuta. Kiwanda cha Kirishi kina umuhimu mkubwa kwa uchumi wa Urusi. Kimekuwa miongoni mwa nguzo kuu za uzalishaji wa mafuta ya petroli na dizeli, kikichangia takribani 6.6% ya uzalishaji wa kitaifa wa mafuta yaliyosafirishwa. Tangu kiwanda hicho kilipoanza kufanya kazi mwaka 2017, kimekuwa na uwezo wa kusafirisha zaidi ya tani milioni 20 za mafuta ghafi kwa mwaka. Hivyo basi, kila shambulio linalolenga kiwanda hicho linachukuliwa kama pigo kubwa kwa uwezo wa Urusi kusambaza mafuta ndani na nje ya nchi. Hata hivyo, shambulio hili si la kwanza. Kiwanda hicho kimekuwa kikilengwa mara kadhaa katika kipindi cha miezi 12 iliyopita, ikiwemo mashambulizi ya Machi mwaka 2024, Septemba 2024 na Machi 2025. Jeshi la Ukraini lilidai kuhusika na mashambulizi mawili ya awali, likisema yalikuwa sehemu ya juhudi za kudhoofisha miundombinu ya nishati ya Urusi iliyotumiwa kufadhili vita. Hadi sasa, Ukraini haijatoa kauli yoyote kuhusu shambulio jipya la Oktoba mwaka 2025, hatua inayoongeza utata juu ya nani hasa aliyehusika. Wachambuzi wa masuala ya kijeshi wanasema kuwa Kirishi, ulio umbali wa zaidi ya kilomita 800 kutoka mpaka wa Ukraini, ni lengo lisilo la kawaida kwa drone kutokana na umbali wake mkubwa. Hivyo basi, kufikiwa kwa eneo hilo na ndege zisizo na rubani kunachukuliwa kuwa dalili ya maendeleo makubwa ya teknolojia ya kijeshi ya Ukraini au wadau wake wa magharibi. Droni zenye uwezo wa kufika ndani kabisa ya Urusi zinaashiria mabadiliko makubwa katika sura ya vita ya teknolojia, ambapo mipaka ya usalama wa anga inazidi kuwa dhaifu. Kwa upande wa Urusi, tukio hili limeongeza shinikizo kwa serikali ya Moscow kuongeza ulinzi wa miundombinu ya nishati. Katika miezi ya hivi karibuni, maofisa wa Urusi wamekuwa wakiripoti ongezeko la mashambulizi ya drone katika maeneo ya viwanda, bandari na maghala ya mafuta, hasa katika maeneo ya magharibi na kaskazini magharibi mwa nchi hiyo. Serikali
imeanza kufunga mifumo ya ulinzi wa anga ya kisasa, ikiwemo rada za kugundua droni ndogo, huku ikitumia teknolojia ya kuharibu mawasiliano ya droni kupitia mawimbi ya kielektroniki, jamming systems. Tukio la Kirishi limezua maswali kuhusu usalama wa sekta ya nishati ya Urusi, ikizingatiwa kuwa nchi hiyo hutegemea sana mauzo ya mafuta kufadhili bajeti yake. Ikiwa mashambulizi kama haya yataendelea, inaweza kuathiri uzalishaji wa mafuta, kusababisha upungufu wa bidhaa za petroli ndani ya nchi na kuathiri mauzo ya nje ambayo ni chanzo kikubwa cha mapato. Aidha, athari za mazingira pia zimeanza kujitokeza. Wataalamu wa mazingira wanasema kuwa moto wa mafuta unaweza kuachia hewa yenye sumu na moshi mzito unaoweza kuharibu ubora wa hewa katika eneo la mkoa huo na kuathiri afya ya watu wanaoishi karibu. Shirika la dharura la Urusi limeanza kufanya tathmini ya hali ya hewa na kuthibitisha na udhibiti wa sumu zinazoweza kuwa zimetokana na mlipuko huo. Kwa sasa, mamlaka za Urusi zinaendelea na uchunguzi, huku umma ukisubiri kujua iwapo mashambulizi haya yanaendelea kufanywa na vikosi vya Ukraini au kama kuna nguvu nyingine zinazoingia katika mzozo huu wa kiteknolojia wa droni. Wakati huo huo, kiwanda cha Kirishi kimeripotiwa kuwa kimesitisha uzalishaji wa muda na wahandisi wake wanapima uharibifu kabla ya shughuli kuanza tena. Kwa ujumla, shambulio hili limeonyesha tena udhaifu wa miundombinu mikubwa ya nishati katika vita vya kisasa, ambapo teknolojia ya drone inabadilisha kabisa namna vita vinavyopiganwa. Kirishi sasa limekuwa mfano wa jinsi shambulio moja linaweza kuathiri sio tu uchumi wa nchi, bali pia heshima yake ya kijeshi na usalama wa ndani. Hii ni BMTV Tanzania. Mimi ni Baraka Peter. Kwa heri kwa sasa.